Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran yataanza hii leo Jumatatu Agosti 3 mwaka 2026, hatua ambayo imeibua matumaini mapya ya kupunguza mvutano mkubwa uliodumu kwa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili baada ya Washington kusitisha kile ilichokitaja kuwa shambulio kubwa la kijeshi dhidi ya Iran. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One jana Jumapili, Trump alisema mazungumzo hayo yataanza rasmi leo Jumatatu, yakilenga kufanikisha makubaliano ya kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na kuanzisha hatua za kuelekea makubaliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Tunazungumza nao kupitia mazungumzo. Mazungumzo yataanza rasmi kesho na tutaona yatakavyokwenda. Ningependa yafanikiwe kwa sababu yataokoa maisha ya watu wengi na kuzuia matumizi makubwa ya nguvu za kijeshi ambayo hayana ulazima, alisema Trump. Tangazo hilo limekuja chini ya saa 24 baada ya rais huyo wa Marekani kutangaza kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba alikuwa ameahirisha shambulio kubwa lililokuwa limeandaliwa dhidi ya Iran. Trump alidai kuwa uamuzi huo ulifikiwa baada ya kupokea maombi kutoka Iran pamoja na baadhi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati waliomtaka kutoa nafasi kwa diplomasia ili kufanikisha makubaliano hayo yaliyokuwa yakijadiliwa. Kwa mujibu wa Trump, vikosi vya Marekani vilikuwa tayari kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi ambayo alielezea kuwa ingekuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kupangwa na Marekani tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Alisema mipango yote ya kijeshi ilikuwa tayari imekamilika na vikosi vilikuwa tayari kutekeleza mashambulizi hayo wakati wowote. Tulikuwa tayari kabisa kuanza operesheni hiyo muda huu na ingekuwa shambulio kubwa sana, lakini washirika wetu waliniomba nisitishe kwa sababu wanaamini makubaliano yanaweza kupatikana. Wanaamini kuna makubaliano kuhusu Hormuz na baadaye kutakuwa na makubaliano kuhusu kuondoa tishio la nyuklia la Iran, alisema Trump. Katika mahojiano hayo, Trump alitaja wazi nchi zilizomshawishi kusitisha mashambulizi ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Alisema viongozi wa mataifa hayo walieleza kuwa bado kuna nafasi ya kufanikisha suluhisho la kidiplomasia ambalo lingezuia kuibuka kwa vita vikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imezua mjadala mpya baada ya taarifa tofauti kuripoti kwa baadhi ya washirika wa Marekani walikuwa wakiunga mkono hatua kali zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, Trump alisema kuwa ushauri aliopokea kutoka viongozi wa Ghuba ulimshawishi kuipa nafasi diplomasia kabla ya kutumia nguvu za kijeshi. Trump pia alidai kuwa maafisa wa Iran waliwasilisha ujumbe kupitia njia za diplomasia wakitaka Marekani isifanye mashambulizi hayo makubwa ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Hata hivyo, kufichua majina ya maafisa hao wala namna mawasiliano hayo yalivyofanyika. Licha madai hayo, hadi sasa serikali ya Iran haijatoa tamko rasmi kuthibitisha wala kukanusha kauli ya Trump. Kimya hicho kimeongeza hali ya kusubiri, huku dunia ikisubiri kuona kama mazungumzo yaliyotangazwa yataanza kama ilivyopangwa. Trump alisema hatua ya kwanza ya mazungumzo itajikita zaidi kwenye kufanikisha makubaliano yatakayoruhusu kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Mlango huo ni moja njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa hupita katika eneo hilo kila siku. Katika miezi ya hivi karibuni, mvutano kati ya Iran na Marekani umeongeza hofu ya usalama katika mlango wa Hormuz kutokana na vitisho vya kuzuia meli kupita katika eneo hilo. Hali hii imekuwa ikiathiri soko la mafuta duniani na kuongeza hofu ya kupanda kwa bei na kuvurugika kwa usambazaji wa nishati. Iwapo mazungumzo hayo yatafanikiwa, yanaweza kuwa hatua muhimu ya kurejesha utulivu katika Ghuba ya Uajemi, kupunguza hatari ya vita vya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran na kurejesha usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, mafanikio hayo yanaweza kufungua kurasa mpya wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, swala ambalo limeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano kati ya Iran na mataifa ya Magharibi kwa miaka mingi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.